cha Marekani huko Syria. Na taarifa nyinginezo, kuna vikao vimekaliwa kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na uongozi wa serikali ya Irani. Yote haya yanaweza kuchagiza pengine kupatikana kwa suluhu ya amani katika ukanda huo. Tunazungumza na Geoffrey Muchungu. Karibu sana kwenye EATV saa moja. Hapa tulipofika, mazungumzo ambayo tayari yanafanyika kati ya Irani na Urusi, lakini pia Marekani kuingiza sasa miguu yake yote miwili kwenye vita. Pengine ndio suluhu itapatikana au vita itapamba moto zaidi? Yes, kwanza kinachoendelea katika eneo Mashariki ya Kati ni kujaribu jumuiya ya kimataifa kuweza kukaa pamoja, kuweza kufikia hitimisho la pamoja. Kama walivyosema, leo tumeshuhudia viongozi akiongozwa waziri wa mambo ya nje wa taifa la Iran, Abbas Araghchi, aliweza kukutana na kiongozi wa taifa la Urusi Vladimir Putin kuweza kuzungumza namna gani hali ya Mashariki ya Kati inaweza kufikia katika mustamilifu. Lakini mpaka jana na taarifa za leo asubuhi tumeshuhudia vile vile Iran ikiweza kuretaliate, ikiweza kupiga katika maeneo ya Tel Aviv, lakini vile vile katika maeneo ya Haifa. Lakini vile vile katika habari za jioni ya leo tumeshuhudia vile vile Iran wakiweza kupiga kwenye kambi za kimkakati katika eneo la Syria. Kwa hiyo kama vile ambao tulikuwa tunasema muda mrefu kwamba mzozo huu unaweza ukasambaa kufikia katika mzozo wa kikanda, lakini vile vile taifa la Iran tumeshuhudia akiweza kutishia na kupiga kura kwenye bunge lao la Iran kuweza kufunga mfereji wao wa Hormuz ambao umekuwa ukipitisha 20% ya mafuta ambayo kimsingi yanapatikana katika jumuiya ya kimataifa. Tumeshuhudia mataifa mbalimbali ya Afrika, asasi za kiraia na mashirika mengine yakitoa raia wao kutoka Israeli na Irani. Pengine kwa Afrika inatuathiri nini sasa? Hasa pale ambapo huwa tunaathirika mara zote kwenye mafuta. Athari nyinginezo ni zipi? Yes, kwanza athari ya kwanza tumeshuhudia mataifa mengi ikiwemo Tanzania wakiweza kurudisha wananchi wake kwa ajili ya lengo kubwa la usalama, na kama unavyojua kwamba taifa la Israeli na taifa la Iran tuna wanafunzi wengi wamekuwa wakisoma masomo yao kwenye kada mbalimbali kwenye hizi nchi za Mashariki ya Kati. Lakini vile vile athari kubwa ambazo zinategemewa kwenye uchumi wa kimataifa ni namna gani bidhaa muhimu mafuta inaweza kupanda kwenye soko la kidunia, kwa sababu nchi ya Iran na katika eneo Mashariki ya Kati wanazalisha takriban 48.8% ya mafuta yote duniani. Lakini vile vile taifa la Iran limekuwa likitegemea au likipitisha 20% ya mafuta katika mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo nafasi yote ya Iran, mtazamo wote wa Iran katika kubadilisha vipaumbele vyake dhidi ya mfereji wa Hormuz utaenda kupelekea nguvu kubwa zaidi kwenye soko la kimataifa, vile vile mitaji ya kimataifa, economic recession, kwa kwamba mdororo wa kiuchumi tunategemea katika jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo mgogoro huu kimtazamo umekuwa japokuwa unatokea Mashariki ya Kati, lakini athari za kiuchumi, athari za kimataifa, athari za kijiografia pia zimekuwa ni kubwa maeneo mbalimbali. Muchungu, kwa sababu ya muda tuishie hapo, tutapata nafasi zaidi kuzungumza kwa mapana kuhusu hili. Asante sana Geoffrey Muchungu kwa sasa. Asante sana. Naam, ni mchambuzi mbobezi msomi Geoffrey Muchungu akitueleza kwa kina kuhusu kile ambacho kinaendelea.